Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa jina naitwa Helen Gaspar Mushi. Nimeongozana na mume wangu Hilary pamoja na watoto wetu wawili. Amen. Tumekuja kwenye madhabahu hii kumshukuru Mungu kwa mambo mengi ambayo ametutendea. Ndio. Lakini kwa leo naomba niongelee kubwa sana alilotutendea. Kwa kipindi cha miezi mitatu iliyopita tumepitia kwenye kipindi kigumu sana kama familia. Nakumbuka mara ya kwanza kusogea kwenye madhabahu hii ilikuwa ni tarehe 10 mwezi wa 7. Na ilikuwa ni kwa sababu tumetoka hospitali kwenye kipimo cha MRI. Mtoto wetu mdogo alifanywa kipimo na kuonekana na uvimbe kwenye ubongo ambao unakandamiza upande wake wa kulia. Kwa hiyo kunakuwa hakuna system ya mawasiliano upande wake wa kushoto. Ndio. Ilikuwa ni kipindi kigumu sana. Tulisogea hapa kwa mara ya kwanza. Nakumbuka askofu aliita wagonjwa, tukamsogeza mtoto mbele. Ilikuwa ni Jumatano. Akamgusa mtoto. Lakini baada hapo tukaendelea na maombi. Wakati mwingine alitukaribisha akamwombea mtoto, lakini wakati anamwombea mtoto alizungumza kitu kimoja. Akasema magonjwa yapo kwa wanadamu na wakati mwingine Mungu anayaruhusu mwenyewe kwa sababu zake mwenyewe, na madaktari wapo wamewekwa na Mungu kwa ajili ya kusomea miili ya wanadamu na kutupatia tiba, lakini kikubwa ni kumwamini kwamba Mungu yupo. Kweli tulipotoka hapo tukaanza taratibu za matibabu, tukaenda Muhimbili. Kilichokuwa kinatushangaza ni kwamba kila tulipokuwa tunapita daktari alikuwa haongei kama daktari, alikuwa anaongea kama mtumishi wa Mungu. Amen. Amen. Unafika sehemu daktari anakuambia usiniulize maswali, amini tu kwamba Mungu yupo. Si unamwamini Mungu? Ndio. Si mnaomba? Tunasema ndio. Basi muamini tu Mungu yupo, atafanya jambo lake. Basi mtoto akapangiwa tarehe ya operation, ilikuwa tarehe 2 mwezi wa 9. Mtoto akaingia kwenye operation. Operation ilikuwa ni kubwa kwa sababu hata madaktari walikuwa wakiona zile picha za MRI wanashtuka, wanasema huyu mtoto yuko salama, hebu tumuone. Lakini mtoto ukimwangalia physically yuko salama, hajai kupata na shida yoyote. Basi mtoto akaingia kwenye operation saa 2. Alifanywa operation masaa 14. Haikuwa kitu kirahisi kusubiri masaa 14. Lakini baada hapo alitoka salama. Tunamshukuru Mungu. Binti yetu ndo huyu hapa. Pe Yesu makofi kabisa. Mungu akatuvukisha katika hilo. Likaingia la pili. Kasemekana kwamba uvimbe uliotolewa unatakiwa kufanywe vipimo. Baada ya kufanywa vipimo ionekane kwamba shida ni nini. Wengi wakawa wanasema mtoto anawezekana ana kansa kwenye kichwa. Haikuwa rahisi. Kwa hiyo siku tunaoenda kuchukua ule uvimbe kuupeleka kwenye kupimwa ukatoka una jina unaitwa glioma. Basi sasa siku tuloko tumepangiwa tumehamishwa sasa kutoka Moi tumeenda pediatric. Kufika kule nikakutana na daktari. Daktari alivyoona tu kupima vile kucheki tu vile majibu akasema mama unatakiwa sasa hivi upewe kitanda. Yaani utaki kwenda kokote. Uwepo ulitoweka kabisa. Nikasema hapana. Nikamwambia daktari, subiri kwanza sijajiandaa. Ngoja niende nyumbani narudi. Akanipangia na tarehe ya kulazwa. Nilipotoka nikaenda kumpigia mchungaji Laki. Nilipomuelezea, mchungaji Laki akasema unasikia uwepo wa Bwana? Nikamwambia hapana. Akaniuliza huoni ajabu kwamba kote umetembea na uwepo wa Bwana? Kwa nini hapo umetoweka? Nikamwambia hata mimi nashindwa kuelewa. Akaniambia basi tafuta uwepo wa Bwana. Kweli tukarudi. Maana wakati huo tunaishi Morogoro, sasa tumehamia Morogoro kwa mama ili iwe rahisi kwenda Muhimbili. Familia nyingine nimeiacha huko. Kwa hiyo mume wangu akaja kwa mara ya kwanza kumuona mtoto. Naye aliumia sana kumuona mtoto. Basi tukarudi, akasema tuondokeni turudi Arusha. Wakati huo tunarudi, mume wangu ananiambiaje? Twende tukatoe sadaka ya shukrani. Tukasema sawa. Sasa hiyo nakumbuka siku ya Jumatano tumefika hapa kwa ajili ya ibada tu. Askofu amesimama anaongelea juu ya moyo wa shukrani. Nikasema Bwana ameanza kusema ya kwake. Tukatoka, tukarudi, nikamuelezea mume wangu. Kweli Jumapili tukaita sadaka ya shukrani. Baada ya wiki 2 nikarudi tena. Kurudi sasa hospitali. Nimeenda na mizigo kwamba ninaenda kulazwa. Mtoto tayari ana kansa, anatakiwa aanze kufanywa chemotherapy. Na kama wengi mnavyojua chemotherapy sio tiba rahisi hata kidogo. Tukafika pale. Sasa daktari aliyokutana naye alikuwa ni mwingine.
Daktari akauliza, mbona umechelewa kufika? Nikamwambia nimechelewa kwa sababu ya usafiri. Akasema, kwa hiyo umekuja kufanya nini? Nikamwambia nimekuja kulazwa. Kwani mtoto ana shida gani? Nikamuelezea. Akaniambia, mama, hujafanyiwa mahojiano yoyote na daktari? Nikamwambia nilishanifanyia, mtoto anatakiwa alazwe. Akasema hapana, hebu nipeni hizo CD. Kwa mtoto nikapatia CD za MRI kabla ya kufanyia operation na baada ya kufanyia operation pamoja na yale majibu. Mtoto akaenda kujadiliwa na madaktari. Madaktari nao walivyonipa jibu wakaniambia tuna wasiwasi kwamba mtoto anawezekana asiwe na aina hii ya uvimbe, akawa aina nyingine. Wakataja tena 2 na wao. Wakaniambia tunatakiwa tufanye vipimo tena upya. Kwa mtoto akatolewa kipimo kikubwa cha damu na kuna maji ambayo yanavutwa kwenye uti wa mgongo ambayo mtoto aliumwa sana, yani haielezeki. Tukarudi. Baada hapo sasa nikasema hapana, Bwana, mtoto wetu haumwi chochote. Sasa hivi tunaomba uingilie kati. Baada ya hapo Jumapili iliyopita nakumbuka mtumishi akati amesimama madhabahuni akawa anaongelea kuhusu baada ya watu kushuhudia, watu wakawa wakasema kushukuru. Wakati huo mimi nilikuwa niko Morogoro, lakini mume wangu hakuwahi kuacha kuhudhuria kanisani. Basi tukashukuru sana kwa moyo. Baada ya hapo akazungumza kuhusu ile Isaya 40. Nilishikilia ile Isaya 40. Yaani sidhani kama kuna mtu aliyewahi kushikilia ile Isaya 40 kama mimi. Kwa hiyo wakati ninarudi ile nimepigiwa simu, sasa uje uchukue majibu. Yule daktari ananiambia uje umejikamilisha na kitu chako kwa sababu unaweza ukalazwa. Nimefika pale ninatetemeka, ninaloa jasho, lakini nikamwambia Mungu, kuna ahadi yako ulozungumza kwenye Isaya 40. Basi tulipofika mpaka tumefika pale tunapewa yale majibu, yani bado tena kuna mgongano. Kila walichokuwa wanakizania wale madaktari mawili hakipo. Yani hawajakipata. Daktari alomfanyia operation ya kichwa naye analalamika, anasema mbona kimeonekana hiki, kwa nini hawataki kumpa tiba? Nikamwambia sijui, lakini mimi ninachoamini mtoto wangu hana chochote. Sasa hivi hapa tunavyoongea, baba askofu, majibu yamechukuliwa yanapelekwa Ujerumani kwa sababu wanasema kwamba hawaamini majibu yaliyofanyika na Muhimbili. Kwa hiyo wanataka majibu yakafanyike vipimo zaidi Ujerumani. Kwa sababu kile walichotegemea kukiona wakawa hakipo. Mpe Yesu makofi kabisa. Mungu anapoingilia kati anafanya mambo yanayopita ufahamu wa mwanadamu. Amina. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa sababu ninamshukuru Mungu kwa sababu mwanzo wakati ninakuja hapa kwenye hii madhabahu tulikuwa tumekuja kwa sababu ya mtoto. Okay. Na wakati huo tulivyokuwa tunakuja nikawa nawaza juzi wakati niko Morogoro nikampigia simu mume wangu nikamuuliza kwa nini kila inapotokea na askofu amesimama kwa ajili ya kuombea watu wenye magonjwa, kwa nini huwa sisi hatuepogi na mtoto? Yani lazima niwe nimesafiri kwa ajili ya mtoto hospitali, lakini nikiwepo hauiti hata siku moja wagonjwa. Nikamwambia ni kwa sababu Mungu ametaka tumwamini kwanza yeye, kwa sababu yeye ndo anemtumia mtumishi wake kutuletea sisi nini. Yesu makofi kabisa. Mungu analitumia neno lake. Vinginevyo mateso kama haya makubwa yaliyotajwa, kama angekuwa kila wakati naweka mkono, utamtukuza Sumbe, hutamtukuza Mungu. Hata kama utamsema Mungu lakini kweli unampitia tu kama Keof. Lakini kwa namna hii ili ijulikane Mungu pekee alisema, ndio maana wakashika lile neno na Mungu anajitukuza. Nataka niwaambie hata waende wapi vipimo vitakuja, mtoto ni mzima mpaka kukua kwake. Amina. Sema amina kama unanielewa. Mungu akubariki sana. Amina. Baba, una neno la kusema? Mimi namshukuru Mungu kwa kweli. Amenifurahisha, amenishangaza. Sina la kusema, namchukuza tu Mungu wangu. Mungu awabariki sana. Amen. Mungu awabariki na familia yenu. Mungu awabariki sana. Njoo salimia. Jambo. Mami yuko wapi? Mami yuko wapi? Yuko wapi? Huyu hapa. Na dadi yuko wapi? Huyu hapa. Na huyu? Nani? Haya jabini.
Mpe Yesu makofi. Mungu awabariki sana. Asante. Barikiwe sana. Barikiwe sana. Amen. Nendeni na uzima huu na iwe furaha kwenye familia isiko zote. Amen. Asante sana.